Mchungaji alinijulisha kwamba iko ibada hii imeandaliwa, ibada ya shukrani kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha 6 ambao wanahitimu. Basi kwa ajili ya ninyi ambao mnakwenda kuhitimu na wengine ambao mnaendelea, nitapenda kuzungumza kwa kifupi habari ya umuhimu wa kuwa na mahusiano mazuri, wa kutunza uhusiano wako na Mungu katika maisha yako ili upate kufanikiwa. Umuhimu wa kujenga ama wa kutunza mahusiano na Mungu ili ufanikiwe katika maisha yako. Na ninyi ambao umekuwa shuleni kwa kipindi cha miaka 2 na wengine miaka 4, wale ambao wamefanikiwa kutunza mahusiano yao na Mungu vizuri, wamefanikiwa. Na siri ya mafanikio ya mtu yoyote ni mahusiano yake na Mungu. Hata wale wanaokuja kwenye ibada, nimekuwa nikisema tena kwamba wako wanaofanya ibada ya kweli na Mungu anapowatazama anatambua kwamba wana mahusiano mazuri naye, na kipimo kimojawapo kinachopima mahusiano yako na Mungu ni ibada yako. Ibada ya kweli mbele za Mungu ndio inayopima mahusiano yako na Mungu. Sasa ukisoma katika Biblia unaweza kuwaona watumishi wa Mungu wengi ambao walifanikiwa sana katika njia zao, kama wakina Daudi, wakina Danieli, na wengine wengi wanatajwa kwenye Biblia. Lakini ukichunguza vizuri maisha yao utagundua kwamba walikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, na hayo mahusiano walikuwa wanayafanya kwa njia ya ibada walizofanya kila wakati, sadaka walizopeleka mbele za Mungu. Na unajua sadaka ndio ibada yenyewe. Hakuna ibada bila sadaka na hakuna sadaka bila ibada. Kwa hiyo ilionyesha kwamba ni watu ambao wana mahusiano mazuri na Mungu. Na utaona jinsi ambavyo waliweza kufanya mambo makubwa, hata wakati mwingine tunayashangaa hayo mambo waliofanya. Mengine ambayo kwa akili za kibinadamu tunaona kama yalikuwa hayawezekani, lakini kwa sababu ya mahusiano yao na Mungu walikuwa wanaweza kufanya mambo kwa wepesi sana. Wengine walikuwa ni manabii, wengine walikuwa ni mitume, walikuwa wanafanya mambo makubwa sana. Leo pengine hatuoni kama hayo mambo yanafanyika, na mengine kama yanafanyika leo katika dunia tulionayo leo ni kama vile mambo ya kutengeneza hivi, yanakuwa hayana uhalisia. Lakini ukweli, watu wenye mahusiano na Mungu ya kweli, hao watu wanafanya mambo makubwa, wanafanya kama ni miujiza, kama ni ishara mbalimbali zinafanyika. Kwa sababu hatukatai kwamba kuna miujiza na ishara zinaendelea, ziko za kweli, lakini ziko nyingi ambazo zinatengenezwa za kudanganya watu, za kufanya watu waweze kuamini watu fulani, au waweze kutoa sadaka fulani ambazo zinahitajika mahali fulani. Lakini nataka nikwambie, wako watu waliotunza mahusiano na Mungu vizuri, wakimuomba Mungu lolote wanaloomba, Mungu anasikia. Indicator mojawapo ya kwamba mahusiano yako na Mungu yako vizuri, utakapomuomba Mungu jambo lolote, Mungu atajibu, Mungu ataleta majibu. Nataka niwakumbushe mtu mmoja aliyepo kwenye Biblia, anaitwa Elia. Yeye alikuwa na mahusiano ya karibu sana na Mungu. Hata alipoomba, Mungu alijibu wakati ule ule. Alipoomba moto ushuke, moto ulishuka. Alipoomba mvua ishuke, mvua ilishuka. Unapoona vitu kama vile, na tunaposoma matukio hayo ya kweli kabisa ambayo yalifanyika katika Biblia, tunaona hayo yalifanyika kwa sababu hao watu walikuwa na ukaribu sana na Mungu. Walikuwa na mahusiano ya karibu sana na Mungu, na ndio maana waliweza kufanya mambo kwa wepesi, na waliweza kufanya mambo ambayo wanadamu wengine wa kawaida hawakuweza kuyafanya. Kwa hiyo nataka nizungumze na wewe ambaye uko hapa, ambaye umetembea na Mungu, ama umekuwa na mahusiano ya Mungu na Mungu, lakini nataka nikuongezee mambo machache ambayo yatakusaidia uendelee kuwa karibu na Mungu zaidi, ili uendelee kufanya mambo kwa wepesi. Baada ya kutoka hapa, wengine mtaenda vyuo vikuu, wengine mtaenda kwenye kazi baadaye, lakini ili uweze kufanya mambo kwa wepesi, nataka nikupe siri ya kufanya mambo kwa wepesi. Na kama umesikia watu ambao wanafanya mambo kwa wepesi, ambao wako chuoni, ambao wapo kazini, nataka nikwambie kwamba ni watu ambao wana mahusiano mazuri na Mungu, wana mahusiano mazuri na Mungu. Na wewe nataka nikukumbushe tena umuhimu wa kuyaimarisha mahusiano yako na Mungu, ili ufanye mambo kwa wepesi zaidi, ili uone mafanikio makubwa zaidi ya yale ambayo tayari umeshayaona. Sasa nitangulie kwa kusoma neno la Mungu tu kwenye kitabu cha Mithali, ile sura ya 3 mstari wa 6. Alafu hapa chini nitakuonyesha ni kwa jinsi gani unaweza kujenga mahusiano na Mungu
zaidi hayo ambao umekuwa nayo, lakini nitakuonyesha dalili ya kwamba unayo mahusiano ya kweli na Mungu. Maana mtasema mbona sisi mchungaji tuna mahusiano na Mungu na ndio maana tuko hapa. Mbona sisi tunaabudu kila wakati? Ni kwa sababu tuna mahusiano na Mungu. Ni kwa sababu tunampenda Mungu. Ni kwa sababu tuko karibu na Mungu. Sasa nitakuonyesha mambo ya kupima. Ukitaka kuprove kama wewe una mahusiano ya kweli na Mungu, na hayo ambayo nimesema na mengine nitakayosema unaweza ukayafanya ama yanaweza yakatokea katika maisha yako. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Nirudie tena, anasema mstari wa 5 na wa 6, anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno la Mungu linasema nasi kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika ujumbe wangu ambao nitasema nanyi mahali hapa, habari ya umuhimu wa kujenga mahusiano yako na Mungu vizuri ili ufanikiwe, nataka nikukumbushe kwamba utakapomtumaini Bwana, utakapomtegemea Bwana, utakapomtanguliza Bwana katika kila unalofanya, ndipo tutajua kwamba wewe unayo mahusiano ya karibu na Mungu. Lakini tunapoona kwamba unamwacha Mungu pembeni au unamkumbuka Mungu wakati ukiwa na matatizo au ukiwa na shida tu, tutagundua kwamba mahusiano yako na Mungu bado hayako sawa sawa. Kwa kawaida, kama mtu anahusiana na Mungu, hafanyi jambo lolote kabla hajamshirikisha Mungu, kabla hajamtanguliza Mungu. Na ninyi ambao umekuja hapa, kama nilivyosema tena, huenda ikawa mna mahusiano na Mungu, na ndio maana mmetambua kwamba kuna umuhimu wa kuja kwenye ibada hii ya kumshukuru Mungu kabla hamjamaliza masomo yenu. Lakini pia mmetambua kwamba ni Mungu amewaongoza katika kipindi chote ambacho mmekuwa kwenye masomo mpaka mahali mlipofika. Ndio maana mnataka kuleta shukrani mbele za Mungu kwanza kabla hamjaendelea na hatua nyingine ambayo iko mbele yenu. Sasa kumbuka, nazungumza habari ya mahusiano yetu na Mungu. Umuhimu wa kuimarisha, wa kujenga mahusiano yetu na Mungu ili tupate kufanikiwa sana katika maisha yetu. Labda niseme mahusiano maana yake nini? Alafu nitaonyesha kwamba ni kwa jinsi gani ama ni mambo gani hayo ambayo yanaonyesha kwamba tunayo mahusiano ya karibu na Mungu. Mahusiano ni swala la kisaikolojia linalohusisha fikra, hisia au akili ili kujenga ukaribu na mshikamano baina ya watu na Mungu au watu na taasisi au mtu na mtu. Kwa hiyo mahusiano ni swala linalohusisha mtu na mtu au mtu na Mungu, mtu na taasisi au taasisi na taasisi. Lakini mahusiano lina maana ya mafungamano, yani maelewano na ushirikiano. Mafungamano au maelewano kati ya mtu na mtu au mtu na Mungu. Hiyo ndio tafsiri ambayo tunaweza kuisema kwa haraka kwa habari ya mahusiano. Watu wanaofanya mambo kwa kushirikiana, kwa kufungamana, kwa kuambatana. Kila analofanya anamshirikisha Mungu, kila analofanya anamshirikisha yule mshirika mwenzake. Sasa kuna mahusiano kati ya Mungu na watu, lakini kuna mahusiano kati ya mtu na mtu au watu na watu. Sasa mara nyingi watu wanapenda kuwa na mahusiano kati yao na watu wengine, na wanatafuta kuwa na mahusiano kati yao na watu wengine, lakini wanasahau kwanza kuwa na mahusiano kati yao na Mungu. Na mimi nataka nikwambie leo kwamba ukitafuta kuwa na mahusiano na watu, ukaacha kuwa na mahusiano kwanza na Mungu, hayo mahusiano yako na watu pia hayatafanikiwa. Ndio maana vijana wengi wanapenda kufundishwa habari ya mahusiano. Kila semina tunayotaka kufundisha, vijana wanataka kufundishwa habari ya mahusiano. Mahusiano ya urafiki, sio na uchumba, mahusiano sio ya kuingia kwenye ndoa, watu wanataka kusikia hiyo. Lakini pamoja na kufundishwa hiyo kila wakati, bado mahusiano yanakuwa hayaendi vizuri, hayana matokeo mazuri. Kaangalie vijana ambao wapo kwenye ndoa zinazowapa changamoto leo. Watakwambia wamefundishwa mahusiano, wameenda kwenye semina za mahusiano mengi wamefundishwa, lakini hazina matokeo mazuri. Hawana mafanikio katika mahusiano yao. Kwa nini? Walisahau kuwa na mahusiano na Mungu kwanza. Walisahau kuhusiana na Mungu kwanza kabla hawajahusiana wao kwa wao. Kwa hiyo ukiona unatafuta mahusiano na watu
kabla hujahusiana na Mungu kwanza, ujue mahusiano yako yatafeli. Utaanguka katika mahusiano, utaibika katika mahusiano. Lakini nataka nikuhakikishie leo, watu waliofanikiwa kuwa na mahusiano na Mungu kwanza, walifanikiwa katika mahusiano na watu wengine. Ukimwangalia mtu kama Mfalme Daudi ambaye anazungumzwa kwenye Biblia, ambaye ni miongoni mwa viongozi na wafalme ambao walifanikiwa sana katika Biblia, utamuona Daudi. Na Daudi, siri ya mafanikio yake na watu, tunajua ndio mtu ambaye alipendwa sana na watu. Hata wakati ule watu walipomkataa Sauli, walimkubali Daudi, wakamuinua Daudi, wakamuondoa Sauli. Lakini nini kilichofanya Daudi akakubalika mbele za watu? Nini kilichofanya Daudi akapendwa mbele na watu wengi katika taifa la Israeli? Ni mahusiano yake na nani? Na Mungu. Mahusiano yake na Mungu. Na Daudi alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu tangu akiwa kijana mdogo. Usije ukafikiri kwamba nitahusiana na Mungu kwa karibu nitakapokuwa mchungaji au nitakapokuwa askofu au nitakapokuwa kiongozi mkubwa mahali fulani. Mahusiano yako na Mungu yanaanza katika ngazi ya udogo wako. Katika ngazi uliopo, Mungu anapima mahusiano yako na yeye. Na Mungu anataka kwenda mbali na watu wenye mahusiano ya karibu naye. Mungu anapotaka kuchagua viongozi au watumishi, hasubiri mpaka wakati fulani au anakurupuka tu kuchukua mtu ni mtu. Anachukua mtu ambaye ametembea naye kwenye mahusiano, mtu ambaye amempima kuanzia ngazi ya udogo, kuanzia ngazi ya ujana wake, uaminifu wake mbele zake, na ndipo baadaye anamuinua na kumfanya kuwa somebody mahali. Kwa hiyo usisahau hilo. Unataka kufanikiwa katika maisha, upande kwenye position fulani, upande kwenye ngazi fulani, tafuta kuhusiana na Mungu. Wako watu ambao wakitaka position fulani au nafasi fulani za masomo au za nafasi fulani ya kazi au cheo, wanatafuta watu wa kuwapendelea, watu wa kuwasemea, watu wa kuwatetea. Wengine wanatoa mpaka rushwa, wanataka kujipendekeza kwa watu, wanataka watu wakubali, wanataka watu wawatetee ili wawe viongozi. Lakini nenda kaangalie, watakapokuwa viongozi watafanya nini? Hawezi kufanya chochote, wala hawataweza kwenda mbali, kwa sababu hawana mahusiano na Mungu. Wanatafuta kuhusiana na watu, lakini sio kuhusiana na Mungu. Lakini kama wangehusiana na Mungu kwanza, Mungu angewaleta hao watu wanaotaka kuhusiana nao. Mungu angewaleta hao watu wanaotaka kuwa karibu nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kujifunza kwa watu kama wakina Daudi, wakina Musa, mahusiano yao na Mungu yaliwasababisha wakakubalika na watu. Mahusiano yao na Mungu yaliwasababisha wakafanikiwa katika kazi ya uongozi ambao waliifanya. Kwa hiyo tafuta kuhusiana na Mungu, jipendekeze kwa Mungu, acha kujipendekeza kwa watu. Mwambie jirani yako, acha kujipendekeza kwa watu. Jipendekeze kwa Mungu. Kama unataka kujipendekeza, jipendekeze kwa Mungu. Tafuta kuhusiana na Mungu. Ukihusiana na Mungu, Mungu akikubali atawaamuru watu wengine wakukubali. Mungu akikubali, Mungu akikuinua, hata watu wengine watakuinua. Lakini watu wakikuinua, Mungu atakushusha. Hiyo ndio formula ya Mungu. Watu wakikuinua, Mungu atakushusha. Na Mungu ana nguvu kuliko watu. Kubali usikubali. Kwa hiyo nataka nizungumze tena hapa mambo machache ambayo tunaweza kuyapima ikiwa wewe ni mtu ambaye una mahusiano ya kweli na Mungu. Lakini kwa wewe ambaye utatambua kwamba bado huna mahusiano mazuri na Mungu, unao nafasi ya kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Unapotoka shuleni, endelea kuzingatia mambo nitakayotaja hapa. Usiwe kwamba umekuwa karibu na Mungu na kuhusiana na Mungu kwa sababu tu umekuwa shuleni, umekuwa kwenye ukwata imekuleta kanisani, ukwata imekufanya ukawa mtu wa maombi, basi unapotoka basi unaenda kuishi maisha mengine. Hauoni tena umuhimu wa kuishi maisha ya ibada, kufanya maombi. Ukianza kuacha tabia hiyo, utaanza kupotea, utaanza kuondoka kwenye nafasi yako, hata yale maono yako yatakuwa hayapo tena. Tumeona watu ambao tulisoma nao wengine shuleni, walikuwa na maono mazuri, walikuwa viongozi wazuri wa ukwata, walikuwa na ukwata wazuri, walikuwa wanafanya vizuri walipokuwa shule. Lakini baadaye walipotoka shuleni, wengine wakaenda mpaka chuo kikuu. Wakafika chuo kikuu wakajifanya kwamba wao ndio wanataka kwenda kisasa, hawataki maisha ya uchamba ya kuwa watu wa imani, ya kuwa walokole. Wakaanza kujichanganya, wakaanza kufanya vitu vya ajabu chuoni. Mwisho wa siku wamemaliza hata hicho chuo walichosoma, wako mtaani leo, hawana nyuma wala mbele. Lakini nini kilitokea? Walipunguza mahusiano yao na Mungu, wakajichanganya na wanadamu, wakajichanganya na marafiki chuoni, wakamsahau Mungu, maisha yao yakaanza kuharibika.
Nikikwambia hili ninajua kitu ninachokuambia. Nimetoka chuo kikuu, nilikuwa mlezi wa wanafunzi wa chuo kikuu miaka 4 vyuoni, na nimeona wanafunzi ambao wamekuja chuoni wakiwa na uchaji, baadaye wakaachana na maisha ya uchaji, wakaanza kujichanganya, maisha yao yameharibika, na wengine wamemaliza chuo ndio hao wanaosema kwamba hakuna kazi, hakuna ajira, wanaota moto wa jiwe. Nini kimetokea? Mungu amewaacha kwa sababu waliamua kumwacha, kwa sababu waliamua kuhusiana na watu wakamwacha yeye, na Mungu akaamua kuacha. Kwa hiyo zingatia yale nitakao kuambia. Hata unapotoka shuleni, nenda kazingatie mahusiano ya karibu na Mungu. Jenga mahusiano yako kila wakati, imarisha mahusiano yako kila wakati na Mungu, na pima kuhakikisha kwamba unayo mahusiano ya karibu na Mungu, na utaona mambo mengine yakifanyika kwa wepesi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikiliza mambo machache nitaka kueleza hapa. Ni kwa jinsi gani unavyoweza kupima kama una mahusiano ya karibu, mahusiano na Mungu. Sasa haya nitakayozungumza hapa sasa, mambo mawili matatu, unaweza kuyapima pia kwenye mahusiano yako na watu wengine. Lakini kumbuka nimekwambia mahusiano kwanza na Mungu, lakini mahusiano na watu wengine. Ukitaka kupima kama una mahusiano mazuri na watu, au fulani ana mahusiano mazuri na wewe, utapima katika haya ambayo nitakwambia. Jambo la kwanza la kuzingatia kama ukitaka kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, lakini pia ukitaka kuwa na mahusiano mazuri na watu wengine, ni upendo. Hebu sema upendo. Upendo. Upendo ni nini? Ni kila mtu anafahamu upendo hapa, japokuwa watu wengine wanafahamu upendo kwa namna nyingine ambayo wala sio maana halisi. Lakini upendo ni kuwa na ni kuwa na hisia na Mungu au na mtu au na kitu. Lakini upendo unapimwa kwenye matendo zaidi ya maneno. Upendo unapimwa kwenye matendo zaidi ya maneno. Ukisema unampenda Mungu, Mungu anataka kuangalia matendo yako kwake zaidi ya maneno unayosema wewe. Hata Mungu mwenyewe, unajua Mungu mwenyewe ndiye chanzo cha upendo. Mungu mwenyewe ndiye alitufundisha upendo. Mungu alipenda. Tunaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 inasemaje? Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na nini? Mungu alipenda ulimwengu, ama alitupenda wanadamu, akafanyaje? Akamtoa Yesu mwanawe wa pekee aliyempenda zaidi, akamtoa kwa ajili ya kuonyesha upendo. Kwa kumbe watu wanaopenda wanapaswa kufanya kitendo, wanapaswa kufanya kitu kitakachoonyesha kwamba hicho wanachosema ni cha kweli, kinatoka ndani ya mioyo yao. Kwa Mungu mwenyewe kwa kusema anaupenda ulimwengu, hakusema tu kwa maneno, lakini alimtoa Yesu akafa msalabani kwa ajili ya kuonyesha upendo. Kusoma pia Waefeso sura ya 5 mstari wa 23 na kuendelea, utaona pale anakosema kwamba enyi waume wapendeni wake zenu kama vile Yesu alivyolipenda kanisa hata akakubali kufa msalabani kwa ajili ya kufanyaje? Ya kulikomboa ama kulipata kanisa. Kwa hiyo hata Yesu mwenyewe aliposema anapenda ulimwengu, anawapenda wanadamu, hakusema tu katika maneno, lakini alifanya kitendo, alijitoa msalabani. Yesu angeweza kusema tu kwamba anawapenda wanadamu, akafanya vitu vingine akiwa mbinguni, lakini akaona haitoshi, akashuka duniani, akakubali kuyatoa maisha yake, akakubali kufa msalabani kuonyesha kwamba anaupenda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo upendo ni vitendo, upendo ni kuonyesha kwa matendo. Sasa sisemi ukafe msalabani kama Yesu, na uwezi kufa kama Yesu msalabani. Hata ukifa kama Yesu, ukifa uwezi kuleta ama kufanya kile ambacho Yesu alikifanya. Lakini nataka nikuonyeshe kwamba upendo ni swala la kujitoa. Upendo ni swala la kufanya kitu, kufanya action kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya watu wengine. Sasa hebu tafakari, ni mambo gani umeyafanya mpaka leo ambayo Mungu anapoyaangalia anatambua kwamba unampenda? Tumeimba ule wimbo, rafiki yetu alituongoza hapa, nakupenda Mungu, au nakupenda Yesu, nakupenda sana na nitakuabudu wewe. Nitakuabudu wewe siku zote. Nini umefanya ambacho Mungu anapokitazama anaona kweli unampenda? Moja ni hiyo ambayo mwimbaji wa wimbo huo ameimba kwamba nitakuabudu wewe. Ukimpenda Mungu utamwabudu, ukimpenda utamwabudu. Japokuwa na kuabudu nayo Mungu anapoitazama anaiangalia kwa namna nyingine. Unaweza kusema unamwabudu Mungu lakini pia ukawa umwabudu. Sasa ukimpenda Mungu unamwabudu katika roho na kweli. Na kama kuna watu ambao Mungu anajua kama wanampenda, ni wale wanaomwabudu katika roho na kweli.
Kwa hiyo haitoshi tu kusema kwamba unampenda Mungu, lakini fanya kitendo, fanya ibada, muabudu Mungu katika roho na kweli. Tenga muda wa kutosha. Hapa chini nitakuonyesha mambo mengine ya kuzingatia, ni pamoja na kutenga muda wako wa kutosha kukaa na Mungu. Haitoshi tu kusema unampenda Mungu alafu huna muda naye. Pengine hilo ni jambo la pili ambalo napenda niliseme hapa, kwamba unapompenda Mungu utajitoa kwa ajili yake. Utatoa muda wako kwa ajili yake. Utakuwa na commitment na Mungu, kwa ajili ya Mungu. Commitment ama kujitoa ni nini? Ni maamuzi unayofanya bila kujali hisia zako, au mambo yanapobadilika unaweza kuendelea kuyafanya. Je, Mungu akipima kipimo hicho cha kujitoa, anaweza kukuona wewe ni miongoni mwa watu ambao wana mahusiano ya kweli na yeye? Unaweza kujitoa kwa ajili ya Mungu? Unaweza kutoa muda wako kwa ajili ya Mungu? Au ni yule mtu ambaye una mambo mengi unayofanya, lakini mambo ya Mungu unayafanya kwa ziada tu, kwamba muda ni muda wa kupumzika, acha tu niombe kwa sababu ni mapumziko, acha tu nifanye ibada kwa sababu leo sitasoma, leo sitaenda darasani, lakini acha tu nifanye ibada. Unafanya ibada kwa muda wa ziada. Kumbe Mungu anataka umtangulize kwanza, kabla ya mambo mengine yote. Anataka yeye apewe kipaumbele. Na Mungu anapopima hata wale wanaokuja kwenye ibada, nimesema nimeandika kwenye kitabu changu, anapoangalia hata wale wanaokuja kwenye ibada, anaweza kutambua kama wanakuja kumwabudu kweli au vinginevyo kwa kuangalia tu muda wao. Wako watu wanakuja kwenye ibada, wanakuja tu kwa sababu ni siku ya Jumapili, na wasipokuja mchungaji atawaonaje, watu wengine wanawaonaje, na ndio maana wanakuja kanisani, wanatuwekea na saa madhabahuni, wanataka kutusabia dakika za kufanya ibada. Dakika fulani zikiisha, warudi wakaendelea maisha yao. Hawana muda na Mungu, wana muda na mambo yao kuliko kuwa na muda na Mungu. Sasa Mungu anapoangalia, unakuja kanisani, una mambo mengine ambayo una haraka kwenda kuyafanya, lakini huna muda wa kukaa kanisani hata lisali moja, huna muda naye. Anagundua kwamba huyu si mwabudu halisi. Huyu ana kitu kingine anachokiabudu, anachokipa nafasi ya zaidi kuliko mimi. Mungu akiangalia hiyo anajua. Unaweza kusema unaabudu, lakini Mungu akikuangalia mwabudu, anajua kabisa wewe ni mwabudu wa kweli au ni mwabudu feki. Anaweza kujua. Kwa hiyo unataka kuwa na mahusiano na Mungu, tenga muda wa kutosha kukaa na Mungu. Tenga muda wa kutosha katika maombi. Tenga muda wa kutosha kusoma neno la Mungu. Ni mara ngapi umesoma neno la Mungu? Ni mara ngapi umefanya maombi katika wiki, katika siku, katika mwezi? Unaweza kugundua kwamba kuna mambo mengine ambayo unayafanya na unayapa kipaumbele zaidi ya kuwa na muda na Mungu. Kuna mtu mmoja aliimba wimbo akasema, nataka nikae karibu na wewe. Nataka nikae karibu na wewe zaidi na zaidi. Nikae karibu na wewe, nikujue wewe. Je, unataka kumjua Yesu? Unataka kukaa karibu naye? Unataka kumsikiliza? Huwezi kusema unampenda mtu ambaye huna muda wa kumsikiliza. Akiongea wewe unafanya mambo yako mengine. Hata katika mahusiano yetu ya kawaida na wale ambao mtengeo mahusiano ya ndoa na urafiki sio na uchumba, huwezi kusema unampenda mtu alafu huna muda naye wa kukaa naye, wa kumsikiliza, wa kuzungumza naye. Huwezi kusema unampenda. Na kama kuna mtu anakuambia anakupenda alafu hana muda wa kukaa na wewe, hana muda wa kuzungumza na wewe, ujue huyo mtu anakudanganya. Huyo mtu anakudanganya. Kule chuo kikuu nakutana na vijana wangu, ananiambia, mchungaji, nimekuwa kwenye mahusiano, nimeingia kwenye uchumba, nimechumbiwa na mtu fulani, lakini amekuwa busy. Anipigiagi simu. Inapita siku 2, siku 3, wiki nzima, anipigii simu. Nikimuuliza anasema niko busy na kazi. Nawaambia mnadanganywa. Huyo mtu namna hiyo hakupendi, anakudanganya. Hakuna mtu anaweza kusema anakupenda alafu hana muda wa kuongea na wewe, hana muda wa kukupigia simu. Eti yuko busy kwenye kazi zake kuliko kuwa busy na wewe. Na waambie wazi kwamba ninyi mnadanganyika. Kipimo cha mtu anayekupenda, anataka kuwa karibu na wewe. Kipimo cha mtu anakupenda, anataka kuzungumza na wewe. Na sisi tumepita kwenye uchumba na urafiki, tunajua. Tulipoingia kwenye mambo ya mahusiano, mambo ya uchumba, haipiti siku hatujazungumza. Haipiti siku 2 hata kama tulisoma vyo tofauti, lakini tulikuwa tunawasiliana mara kwa mara. Hilo likapima upendo wetu. Na pale tulipo yani hakuna kazi au hakuna kitu ambacho kilitufanya kuwa busy zaidi ya mahusiano ambayo tulikuwa nayo. Kwa hiyo kama leo unataka kusema unampenda Mungu, lazima uwe na muda wa kutosha kukaa naye, kufanya maombi. Na unajua maombi ni mazungumzo kati yako na Mungu.
maombi yanatuleta karibu na Mungu zaidi. Na kama huna nafasi ya kuzungumza na Mungu kwa njia ya maombi, huna nafasi ya kusikia neno la Mungu, huna nafasi ya kutafakari neno la Mungu, huwezi kusema unampenda Mungu, huwezi kusema una mahusiano ya karibu na Mungu, huwezi kusema. Kwa hiyo endelea kupima tu katika haya nayokuambia hapa, alafu ujipime kama kweli wewe ni mtu ambaye una mahusiano ya karibu na Mungu au unawasindikiza tu watu ambao wana mahusiano na Mungu. Na wako watu ambao wana mahusiano ya karibu na Mungu. Kuna mtu rafiki yangu mmoja ananiambia, mimi kwa siku naombaga masaa 3 mpaka masaa 5 kwa siku. Can you imagine? Masaa 3 mpaka masaa 5 yeye anakaaga kwenye maombi. Hebu jiulize wewe unakaa kwenye maombi kwa muda gani? Unakaa kwenye maombi kwa muda gani? Alafu huyo mtu anayekaaga kwenye maombi kwa kiwango hicho, usije ukafikiri ni mtu ambaye atakuwa wa kawaida kama wewe. Usije ukafikiri kwamba utafanya kitu anachokifanya yeye. Unataka kuwa mtumishi, kaa karibu na Mungu, tafuta kuhusiana na Mungu. Unataka ukiombea watu wapone, unataka watu waokolewe, unataka watu wafunguliwe, unataka watu wafanywe deliverance, kaa kwenye maombi na Mungu. Hiyo ndio siri ya kufanya huduma kwa njia rahisi. Lakini ukataka kuigiza tu kama wale wanaofanya maigizo kule mjini, wanatengeneza miujiza, sio watumishi wa kweli wa Mungu, hawamuombi Mungu, hata huyo Mungu mwenyewe hawana mahusiano naye, wanafanya tu vitu vya kuigiza, vya kuwadanganya watu. Lakini wewe ukiamua kuwa karibu na Mungu, hasa kwa njia ya maombi, kwa njia ya kufunga, utaanza kufanya mambo makubwa. Watu watakuona kama wewe sio wa kawaida. Watu watashangaa kwamba inakuwa kwaje. Lakini siri ni kwa sababu ya mahusiano yako na Mungu. Nimewapa watu wa mfano kwenye Biblia wachache ambao hatuna muda wa kuangalia hapa, lakini ukienda kuchunguza maisha yao utagundua kwamba walikuwa wana ukaribu sana na Mungu, na ndio maana Mungu alikuwa anawapa uwezo wa kufanya mambo makubwa ambayo yalikuwa sio ya kawaida. Wakina Danieli, wakina Daudi, wakina Musa na watu wengine. Unaposikia mtu alikuwa anafunga siku 40, anakaa nyikani siku 40, usiku na mchana, hali wala anywi, usifikiri kwamba mtu atakuwa wa kawaida. Wakina Elia wanafunga mpaka mvua hainyeshi. Wanaamuru moto unashuka mbinguni, unashuka kwenye sadaka. Usifikiri kwamba ilikuwa ni kawaida. Kafanya hivyo leo kama unafikiri ni kitu cha kawaida. Huo moto utashuka. Na kwa sababu ya kiwango alichokuwa nacho na mahusiano yao waliokuwa nayo, yalikuwa yanasababisha mambo yanafanyika kwa wepesi na kwa urahisi zaidi kwa sababu ya mahusiano yao waliokuwa nayo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Unataka kuwa na mahusiano ya karibu na Mungu, ufanye vitu hivi tunavyosikia au unavyoviona. Jitoe kwa ajili ya Mungu, tenga muda wa kutosha kwa ajili ya Mungu. Na jambo lingine ambalo unaweza kufanya hapa ni kufanya ibada. Hii nimeshaisema pale juu, ni kufanya ibada kila wakati. Na unapofanya ibada ni pamoja na kuambatanisha na sadaka zako. Kwa hiyo tenga muda wa kutosha katika kumfanyia Mungu ibada, na unapokwenda kwenye ibada peleka sadaka zako mbele za Mungu. Hata kama watu wengine hawaoni umuhimu wa kutoa sadaka, maana wako watu wanafikiri kwamba kutoa sadaka ni kwenda kusaidia kanisa, kutoa sadaka ni kwenda kusaidia watumishi. Lakini wewe unayefahamu umuhimu wa sadaka kila wakati, wala usisubiri mpaka uhamasishwe kutoa sadaka. Usisubiri mpaka uhamasishwe kupeleka sadaka kanisani. Toa sadaka, tenga sadaka zako kila wakati. Mungu anapokubariki katika kipato chako, tenga sadaka zako, ambatanisha maombi yako na sadaka kila wakati. Utaona jinsi ambavyo Mungu atakufanya kuwa mtu wa tofauti. Mungu atakufanya kuwa mtu wa viwango katika kila ambacho unakifanya. Narudia tena, jitahidi kuongeza kiwango chako cha uchaji kwa njia ya ibada kila wakati. Na unapoongeza kiwango chako cha uchaji, Mungu atakutofautisha na watu wengine. Unapomkaribia Mungu kwa ibada zako, kwa sadaka zako, unaweza kuwa na madhaifu mengine ambayo yanaweza kujitokeza kama mwanadamu, lakini kutokana na ukaribu wako na Mungu, kuna mambo mengine Mungu atakusaidia, Mungu atakusamehe, atakupa nguvu ya kushinda dhambi, kushinda uovu kwa njia rahisi tu. Nataka niwape mtu mmoja mfano kwenye Biblia ambayo tunamfahamu, Daudi. Daudi alifika mahali, alikuwa na udhaifu kama wanadamu wengine, lakini cheki jinsi ambavyo Mungu alikuwa anamkubali. Wakati mwingine Mungu alimkataa Sauli, akamkataa, akasema kuanzia sasa Sauli hatakuwa mfalme tena katika taifa la Israeli, na mfuta, lakini namuinua Daudi achukue nafasi yake awe mfalme. Kwa nini Mungu alimuinua Daudi akamuondoa Sauli? Mahusiano yake na Mungu. Daudi alikuwa mtu wa kufanya ibada kila wakati. Tunaambiwa hata alipokwenda kuchunga mifugo alifanya ibada porini, alimuomba Mungu. Akatunga na nyimbo na mashairi ya Biblia. Tunaona zaburi zinazoandikwa na Daudi. Tunaona jinsi ambavyo Daudi alikuwa na ukaribu na Mungu. Na Daudi alikuwa anaweza kufanya mambo makubwa sana ambayo alikuwa anawashangaza watu. Wakati fulani alifanya dhambi Daudi, aliingia katika hekalu, akala mikate ya onyesho ambayo ilikuwa hekaluni. Na watu waliposikia tukio hilo wakafikiri kwamba ndio ungekuwa mwisho wake, Mungu angemfuta kwa sababu amekufuru.
lakini Mungu alimrehemu, wala dhambi hiyo Mungu akuihesabu na ikawa ya kumuondoa kwenye nafasi. Wakati mwingine Daudi alifanya dhambi inayoandikwa kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 11 na 12. Alimwaga damu ya mtu, akamchukua na mke wa mtu, lakini kilichomsaidia Daudi, alirudi magotini, akafanya toba, akajutia dhambi zake, na Mungu akamrehemu, hakumfuta kwenye ufalme, akaendelea kumwacha, akaendelea kuwa mfalme kwa sababu ya mahusiano aliyokuwa nayo na Mungu. Sasa nataka nikupe siri hiyo ya kuwa na mahusiano ya karibu na Mungu, kwamba yako mambo mengi ambayo Mungu atakufeva. Watu watashangaa kwamba inakuaje, mbona sisi hatuwezi kuvuka hapa, mbona hatuwezi kufanya hiki, mbona masomo haya ni magumu, sisi hatuwezi kuyasoma, mbona sayansi ni ngumu, mbona mathematics ni ngumu, lakini mbona wewe unafanya kwa njia ya wepesi, mbona wewe unafaulu katika masomo haya ambayo yanaonekana ni magumu. Lakini siri yako ni nini? Siri yako ni mahusiano yako na nani? Na Mungu. Siri yako ni mahusiano yako na Mungu. Watu ambao wana mahusiano mazuri na Mungu, Mungu anafanya mambo yanakuwa mepesi. Na sisi tumeona watu ambao wamesoma shuleni, wamesoma masomo magumu, wakati mwingine watu wengine wote hawezi kuyasoma, lakini wao kwa sababu ya mahusiano yao na Mungu, Mungu anafanya mambo yanakuwa mepesi, mambo yanakuwa marahisi. Mahali ambako watu hawezi kupita, wewe utapita hapo. Mahali ambako watu hawaoni njia ya kupita, wewe Mungu atakuonyesha njia kwa sababu ya mahusiano ulioko nayo na yeye. Watu wengine wanatabaki wanashangaa kwamba inakuaje, mbona wewe umepita hapa, mbona amevuka, lakini ni kwa sababu ya mahusiano yako na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka niishie hapa, nitakapopata nafasi wakati mwingine nitakuja kuzungumza mengi kwa habari ya mambo ya kuzingatia katika habari ya mahusiano yako na Mungu, lakini pia mahusiano yako na wengine. Nitakapofundisha somo la mahusiano, nitafundisha hiyo kwa mapana zaidi, lakini kwa leo na kwa sababu ya ibada hii nataka niishie hapa. Lakini nadhani niseme tena, mkabidhi Bwana njia zako, mwambie Bwana hakuna lolote unaloweza kufanya kwa nguvu zako na kwa akili zako mwenyewe kama hutapata msaada kutoka kwake. Na kila jambo unalofanya tangulize Mungu, muite Mungu kwa njia ya sala, anza na ibada, fanya maombi kwanza kabla hujafanya mitihani, kabla hujaingia darasani, kabla hujaingia kazini, kabla hujaenda shambani. Fanya maombi, mtangulize Mungu kwanza, anza kila jambo ukimtanguliza Mungu, na hapo ndipo Mungu atatambua kwamba unayo mahusiano ya kweli naye, na ataonekana katika maisha yako na atakusaidia katika yale ambayo utakuwa unayafanya.